Na mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni ni kuhusiana na kitu ambacho amekifanya Diamond, lakini pia kuhusiana na reaction ambayo ameionyesha msanii mwenzie ambaye ni Harmonize Konde Boy. Kama unavyoelewa kwamba hivi karibuni moja kati ya vitu ambavyo vinameke headline ni swala zima la fujo ambazo zimetokea hapa Bongo. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana, baada ya matukio ambayo yamehappen ni kwamba wasanii walijitokeza kwa ajili ya kutoa pole kwa watu ambao wamekutwa na matatizo hayo, lakini kwa upande wa kuna baadhi ya wasanii hawajatoa pole wala nini, walikuwa wametulia kimya, na ni kitu ambacho kiukweli kimeonyesha kama vile kwa namna moja au nyingine watu hawajaridhishwa au hawajafurahishwa na jambo hilo. Lakini pia vile wapo wasanii wengine ambao wametoa pole, lakini baada ya kutoa pole wakaendelea na harakati nyingine za kazi yao ya mziki, kama vile kwa mfano Diamond Platnumz, yeye alitoa pole, alitoa salamu za rambirambi kwa wale watu ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki, and then baada ya hapo Diamond akaendelea na shughuli zake za mziki kama ilivyokuwa kawaida, kwa sababu tunaelewa kabisa kwamba baada ya hayo yote ni kwamba shughuli za kujenga taifa zinaendelea kama kawaida, na Diamond alikuwa akifanya hivyo. Sasa Watanzania bwana, baada ya kuona Diamond anaendelea na shughuli zake za mziki, baada ya kuonekana akiwa na promoting ngoma yake ambayo alikuwa ameitoa siku kadhaa zilizopita, ngoma ya Sasampa, ni kwamba wabongo bwana wamemjia juu na kuanza kumsema vibaya Diamond Platnumz. Lakini ukiachana na hilo, Diamond baada ya kusemwa sana vibaya huko mitandaoni, haikuwa sababu ya yeye kurudi nyuma kivyo vyote vile kwamba labda eti angeacha aendelee na mambo mengine. Hapana, haijawa hivyo. Kwa upande wa Diamond Platnumz bwana, ameendelea kupromote kazi yake kama kawaida, na ni jambo ambalo endelea kuwakera watu wengine na wakaendelea kumsema. Lakini baada ya kusemwa sana Diamond bwana, ni kwamba kuna jumbe ambazo tumezizungumzia katika video zilizopita, lakini pia watu wamekuwa wakimkompea sasa yeye na Harmonize, kwa sababu kwa upande wa pili bwana, Harmonize yeye alikuwa amekaa kimya muda wote. Kwa hiyo hapa bwana, kuna baadhi ya page pia zimekuja kuposti picha za Harmonize Konde Boy. Kwa mfano Juma Lokole amemposti Harmonize akiwa ameandika caption hapa, ambapo caption aliyoiposti Juma Lokole baada ya kumposti Harmonize ameandika kwamba Konde anawasalimia, akasema anawapenda sana. Lakini hapa kuna page nyingine inaitwa Zandani kabisa, wameandika kwamba bwana, matatizo yenu sio shida zake, kajikausha. Yani hii bwana ni kwamba wanasema kwamba Konde ameamua kukaa kimya, hajatoa salamu za rambirambi zozote kuhusiana na kile ambacho kimehappen. Lakini hii bwana, kuna wengine wametafsiri kwamba Diamond yeye alitoa salamu za rambirambi and then akaendelea na kazi zake, lakini wabongo hawakupendezwa na hilo, akaanza kumsema. Na wengine, kwa mfano hapa kuna mchambuzi anaitwa huyu ni mchambuzi anaitwa Elmando, yeye akasema kwamba Diamond bwana, kwa baada ya kutoa zile salamu za rambirambi ilitakiwa akae kimya, asizungumze lolote. Sasa hiyo issue ya kukaa kimya hiyo, nadhani Harmonize ndo amepita nayo na akaamua akae kimya jumla. Yani kiukweli Bigi angetulia tu. Jaribu kuangalia namna watu wanavyojaribu kusambaza, namna mshikaji anavyoendelea kupoteza followers. So issue kupoteza followers kwa sababu yani Diamond sidhani kama amefika level ya kwamba hata followers wakipungua labda inamuumiza. Haiwezi kumuumiza level yake inavyofikia. Na namna issue inavyoenda kwa muda aliofanya muziki Diamond, I don't think kama angetulia tu kwa muda huu ambao watu wote wanalalamika, wanamlalamikia yeye, labda angepungukiwa na nini, kwamba angetulia kwamba sports chochote si deal na mambo ya muziki. Nini ambacho kingepungukua kwa namna alivyofanya muziki kwa miaka yote, mafanikio yote ulionayo? Na ukiangalia muziki unafanya asilimia kubwa of course ni hawa watu ambao wako kwenye majonzi. Ni hawa watu ambao wamekutwa na misiba, wengine wanalia, mashabiki zako, numbers ambazo unazo kwenye social media and stuff, ni kwa sababu ya watu ambao huenda asilimia kubwa au wengine ndo hao wamepoteza maisha. Au hao ambao wanakupa viewers ndo hao ambao leo familia zao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki, lakini ndio watu ambao wanasupport muziki wako stuff. Bro,
I don't think usipo support wimbo kama Sasamba my brother, yani Biggie utashuka kimuziki. Yani mimi siamini kama Biggie usipo post hizo nyimbo utaporomoka my brother. Just chill my brother. Yani ni kama umeamua kushindana na wabongo, yani kwamba nyinyi mmeamua kunifollow, kuni unfollow. Sasa mimi nafanya kazi zangu. I don't think it's okay my brother. Sio ni kama na afya. Yani nguvu ya wengi wanasemanga ni nguvu ya Mungu my brother. Just chill my brother. Just muda tu. Nakana ni kama vita, yani kwamba yani mtanifanya nini page yangu. Hatuombei hawa yaendelee kutokea, lakini kwangu mimi naona tu Diamond bro, just chill my brother. Ni issue tu siku kadhaa my brother, hakuna kitu kitapunguka kwenye muziki wako, utapungukiwa chochote. Ni kutulia tu, kujifanya mjinga. Pole tu my brother. Yani hivyo unavyofanya mimi anaona kama ina afya. Bro, yani watu wana machungu my brother. Alafu wewe una power, wewe ndio msanii bora sasa hivi brother. It's hard my brother. Ukiangalia upande wa wasanii sasa hivi kama wameingiwa doa, ni muziki wasanii, yani mtu akisikia msanii yani mtu anatamani kulia. Alafu tena brother, kwangu mimi kukaa kimya ni jibu kubwa sana kuliko kuonyesha yani kwamba mtanifanya nini page yangu. Hakuna mtu atakufanya kitu kweli my brother, lakini angalia tu. I don't know unajisikiaje yani kiukweli. Mimi sijui unajisikiaje. Unafurahi? Unaenjoy kabisa? You are happy? Yani mimi kiukweli najiuliza also, Diamond, are you happy? Uko na furaha kabisa? Mbona mimi naona you are happy my brother? Vitu vinaenda sawa kabisa. So hicho ndicho alichokizungumza baadhi ya watu, kama huyu ni Elmando alitoa ushauri huo kwa Diamond Platnumz. Sasa huu ushauri wa kukaa kimya ndicho kitu ambacho Harmonize Konde Boy bwana ameamua kukifanya, kwa sababu baada ya haya yote kutokea huko mtandaoni ni kwamba Harmonize bwana hajazungumza lolote kwa muda wote huu, yeye amekuwa yuko kimya. Kitu ambacho kimetokea kuhusu Harmonize ni kwamba hivi karibuni tu tumeona kwamba amepostpone show yake ya Dodoma kule, and then baada ya hapo ameendelea kukaa kimya akiwa anaendelea kufanya mambo mengine. Sasa kukaa kimya kwa Harmonize pia watu bwana hawajapendezwa nako, na wameanza kucomment katika page ya Harmonize wakiwa wanamsema vibaya, hususan baada ya Juma Lokole kuposti picha ya Harmonize pia akiwa akaandika kwamba Konde anawasalimia, akasema kwamba anawapenda hapo hamo kama diwani wa Songwe, ameandika hivyo. Sasa huku kwenye comment bwana watu wamekuja wamemdondoshia maneno makali kweli Harmonize, kisa tu amekaa kimya, lakini Diamond yeye amezungumza then akaendelea na kazi zake, lakini pia naye pia maneno amekuwa naye pia akipewa maneno. Kwa kifupi ni kwamba hakukuwa na jema lolote kwa hawa wasanii wanachokifanya bwana moto. Ni kwamba maneno yamekuwa ni mengi sana kwao. It is what it is. Ukiwa kama mdau, na pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.